kuonekana kwa Yesu inakuwa suluhisho kwa wasiwasi ama kwa probleme zetu. Na wakati Yesu anajidhihirisha kwetu, furaha inaonekana, amani inaingia, kwa sababu Yesu alipoonekana kwa bahari ya Tiberia, magumu ya wanafunzi ilijibiwa. Mnamjua Petro vizuri, alikuwa mwanafunzi wa Yesu na alikuwa suple sana, na yote Yesu aliwaambia alikuwa na wazo wanaijua. Lakini Petro alikuwa mwanafunzi wa mashaka, mwanafunzi wa wasiwasi. Kisha Yesu kufa, Petro akawaza inaisha, na wameona namna Yesu yuko anajidhihirisha kwao. Mwisho akaambia wenzake, mimi naenda kuvua samaki. Wenzake nao wakamwambia, na sisi tunakufuata. Wakaenda wakatupa wavu, usiku wote hawakupata kitu. Ilipokuwa asubuhi, Yesu akawatokea kwa bahari ya Tiberia. Kawauliza watoto, mna kitoweo? Na kwa Kiswahili kingine anawauliza, mna chakula? Wakajibu, hapana. Usiku wote tulilala na vua ama tukuloa, hatukupata kitu. Kawaambia, tupe wavu wenu kwa mkono wa kuume. Kwa sababu ni Yesu anasema. Neno la Yesu likavuta samaki ndani ya maji, ndani ya bahari, zikaingia ndani ya wavu. Biblia yangu inaonyesha ya kwamba mliingia samaki 153, samaki wakubwa. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu Yesu alisema. Yesu akionekana kwako, kwa kazi zako, baraka zinakuwa nyingi. Yesu akionekana ndani ya nyumba yako, unyumba unajengwa vizuri. Nyumba nyingi leo ziko mafisi kwa sababu Yesu haiko ndani. Watu wanaishi katika wasiwasi, katika woga, katika mashaka, insecurity kubwa. Bibi iko insecurize, watoto wako insecurize, bwana iko insecurize, unakutana mvurugo mkubwa ndani ya nyumba. Lakini mimi nakutakia mchana wa leo na katika maisha yako Yesu akuonekanie ili upate kujenga unyumba wa amani na wa baraka. Yesu akionekana kwa biashara yetu, mafanikio yanakuwa bora. Yesu akionekana kwa masomo yetu, maendeleo yanakuwa mazuri. Yesu akionekana katika uchumba wetu, tunaolewa vizuri na tunakuwa na maisha ya heri.